power in the blood of Jesus. Tutashiriki neno la Mungu katika kila ninaita nguvu katika damu ya Yesu. Book of Romans chapter 3 verse 24 and verse 25. Kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 24 na 25. Begin verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kwa kuwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Verse 24. 24. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Just repeat it again what you have just read. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Tunahesabiwa haki bure. Tunahesabiwa haki bure. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Verses 25. 25. Whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God and passed over the sins that were previously committed. Yeye ambaye Mungu alimtoa awe dhabihu ya upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Alifanya hivi ili kuonyesha haki yake, kwa sababu kwa ustahimili wake aliziachilia zile dhambi zilizotangulia kufanywa. So verses 25 is referring to us how the justification in verse 24 was realized. 25 inatufunulia vile kuhesabiwa haki bure katika mstari wa 24 kulivyofanyika. That is through Jesus Christ. Hii ni kupitia Yesu Kristo, whom God set forth as a propitiation by his blood. ambaye Mungu alimtuma kwetu kama dhabihu ya upatanisho kupitia damu yake. Somebody say God. Sema Mungu. Kila mmoja lift up your hand and say God. Mungu sent Jesus Christ sent Jesus as Christ a propitiation as a propitiation by his blood. By his blood. Through faith. Through faith. To demonstrate his righteousness. His righteousness. Because in his forbearance God and passed over the sins that were previously committed. Now there is a terminology there. We tackled this last year but one. And we said, who is a propitiator? Hallelujah. A propitiator. This is a person that meets like two people fighting. And he comes and says, because I've seen there is an issue in between, I'm going to sort whatever issue is there, and I will make sure that you are the hatred in between is cancelled, is nullified, and the two people that were like fighting in battle are left in friendship. Now, the person that has intercepted or intervened is what the Bible is calling here a propitiator. So Jesus was sent forth as a propitiation. He came to reconcile man back to God. And how did he do this? It is by shedding his blood, his precious blood. And through this blood, verses 23 and 24 is referring to us, actually verse 24, that through this blood we were freely justified.
tulihesabiwa haki bure. We were sinners before. Tulikuwa wenye dhambi. But through this blood, lakini kupitia damu hii, we were justified. tuliondolewa mashtaka. So when somebody comes to Christ Jesus, kwa hivyo mtu anapokuja kwa Yesu, he becomes like somebody who had not sinned before. Anachukuliwa kama mtu ambaye hakuwahi fanya dhambi. We stand justified. Yani tunahesabiwa haki. Everybody wave your hand and say justification. Kuondolewa mashtaka. Everybody say justification. Kuondolewa mashtaka. Inua mkono wako, say I am justified. I am justified. So when we stand before our Father, tunaposimama mbele ya Baba yetu in prayer, tukiomba, waiting on God, tukimngoja Bwana, in worship, tukiabudu Bwana, when we are in Christ Jesus, wakati tuko ndani ya Yesu, we don't appear as sinners before the Father. hatuoni kama wenye dhambi mbele ya Baba. When the Father sees the blood, wakati Baba anaona damu that the Son poured, ambayo mwanawe alimwaga, that the Son shed, ambayo mwanawe alimwaga, that blood covers us. ile damu inatufunika. So we appear as if we've never sinned before. Kwa hivyo tunaonekana kana kwamba hatujawahi tenda dhambi. That is why John chapter 1, ndiyo sababu Yohana sura ya kwanza verses 12, mstari wa 12, the Bible says, Biblia inasema, King James Version says, Biblia King James them inasema, that received Jesus wale waliokwisha mpokea Bwana as Lord and Savior, kama Bwana na mkombozi they wao, were given power walipewa nguvu, haki, to become kufanyika sons of the living God. wana wa Mungu aliye hai. Somebody say power Nguvu, uwezo to come to be. wa kufanyika. Somebody say power Nguvu to become. kufanyika. We were not before, Hatukuwa pale but mbele, through this blood. lakini kupitia damu. Oh, Shandila Makadaya. Hallelujah. Somebody say we were not before. Hatukuwa hapa We mbele, were not before, hatukuwa pale but mbele, through this blood, lakini kupitia damu hii, through the power of redemption, kupitia nguvu ya ukombozi, we were given power tulipewa nguvu to become. tufanyike. That is simply to come to be. Hiyo ni And that kufua. is why, my dear one, Ndiyo wapendwa, in Christ Jesus, katika Kristo Yesu, no devil should accuse you. hakuna shetani atakushtaki. No devil should accuse you of your past. Hakuna shetani anafaa kukuleta mashtaka ya No kale. devil should accuse you of your past. Hakuna shetani wa You kukuhesabia are mashtaka a ya new kale. creature. Wewe ni kiumbe kipya. That's why my son here come. Ndiyo sababu mwanangu This hapa, handsome young man, huyu kijana mzuri mtanashati, when he came to this church, alipokuja hapa kanisani, he owned a well-selling club alikuwa na baa kubwa that nzuri, even had branches. hata alikuwa na matawi. But when he began hearing the word, Kina alipoanza kulisikia he neno, gave his life to Jesus. kampa Yesu maisha He yake. went and dismantled the club. Alienda akabomoa vilabu. Today, Leo he is a distributor yeye ndiye of anapeleka mbalimbali. every Ugadi flour that is in this county Wow! and the Embu county Wow! and the Meru county. Anapeleka ugali. This is a distributor. Yeye ndiye Kama anapeleka hujakula hiyo unga unastahili kumtafuta. Sheria kuendelea From Emba, kutoka you Ba are glorious sana. akawa mwana wa Why? Kwa nini? In Christ Jesus, Katika Kristo Yesu. my dear ones, Wapendwa, we come to be. tunakuja kuwa. Ambia mwenzako, don't remind me of my past. Ambia mwenzako tikandirikania mambo Don't mema. remind me of my yesterday. Usinikumbukie, Don't tell me I will die prematurely, usiniambie nitakufa leo. because my grandparents died prematurely. Sababu shosho zangu walikufa mapema. By the reason of the blood of Jesus, Kwa sababu ya damu I ya have Yesu, come to be nimeshakuwa the son of the living God. mwana wa Mungu. How many sons and daughters Wangapi wana of the wa living binti God za Mungu aliye are hai in this house? ambao wako ndani ya How nyumba many hii? sons and daughters Wangapi of wana the living wa God Mungu aliye hai are in the house? wako ndani ya nyumba How hii? many sons and daughters Wana wangapi of the living God wa Mungu mwenyewe are in this house? wako ndani ya hii If nyumba? you believe, Kama unaamini, throw your hands in the air nyosha mikono and juu. say, thank you, Jesus. Sema asante Yesu. Prosper, prosper. And I hide you under the pavilion Na kuficha of the chini ya hii Almighty God. kwa Mungu aliye The juu. devil will never get you. Shetani atakushika. Somebody celebrate the Lord. Hallelujah.
what Christ does. Hivyo ndivyo Kristo hufanya. People come and they are changed. Watu wanakuja na wanabadilishwa. And they come to be. Wanakuja kuwa. And now there is a word here I want us to add to point number 1. Kuna neno nataka tushike katika hoja ya kwanza. The power in the blood of Jesus. Nguvu ile kwenye damu ya Yesu. Write this down. Andika hii. The blood of Jesus. Damu ya Yesu has got power. Ina nguvu to justify. Ya kukuhesabia haki au kukuondolea mashtaka. Oh, thank you my daughter. Yes, kuondolewa mashtaka. Umeondolewa mashtaka. Ushadabagadozaba. Hallelujah. Egina manakoto bararuza ya. When Christ poured this blood, Kristo alipomwaga damu hii, when he poured this blood, alipomwaga hii damu, it was not like the blood of goats. Haikuwa kama damu ya mbuzi. I said here on Wednesday as we did the Holy Communion, nilisema hapa siku ya Jumatano tulipokuwa tunashiriki meza ya that Bwana, every blood has got power. kwamba kila damu ina nguvu. Even the blood of rats has power. Hata damu ya panya ina nguvu. The blood of goats has power. Hata damu ya mbuzi ina nguvu. The blood of animals has power. Damu ya wanyama ina nguvu. The blood of humans has got power. Damu ya mwanadamu ina nguvu. Every blood has got some power. Kila aina ya damu ina nguvu. This is because hii ni kwa sababu the life of every flesh, uhai wa kila kiumbe, resides in the blood. huwa ndani ya damu. The life of every flesh, uhai wa kila kiumbe, domiciles in the blood. huwa ndani ya damu. So every blood, Kwa hivyo kila damu, even the blood of snakes, hata damu ya nyoka, has got power. ina nguvu. That's why when witch doctors want to devour your life, Ndio sababu madaktari wachawi wanapotaka they will kukumaliza, engage some blood. lazima watumie aina ya And damu. that's why sometimes people deal with stubborn issues, Ndio sababu wakati mwingine watu wana mambo yasiyoisha, because blood was involved. sababu kuna damu ilitumiwa. Because every blood has got some power. Sababu kila aina ya damu ina nguvu fulani. Leviticus 17:11. Mambo ya Walawi 17:11. But it says, Sehemu ya kwanza yasema, for the life of the flesh kwa sababu uhai wa mwili is in the blood. uko katika damu. That regardless of whatever flesh, Hiyo haijalishi ni mwili upi. the life of every flesh, Uhai wa kila mwili, the power to live, nguvu ya kuishi, the living power, ile nguvu ya the kuishi sustainer of life, inashikiliwa, kile kinashikilia uhai. domiciles in every blood. The power to live. Ile nguvu ya kuishi. In a car, it domiciles in every blood, in blood, in the blood, or in the Nguvu blood. ya kuishi huwa uishi katika damu. Yes. So when witch doctors want to invoke something deadly, Kwa hivyo wachawi wanapotaka kukuletea uovu, the point of contact, they use blood. kila wanatumia kukushikanisha na uovu ile ni damu. Because when blood is shed, Sababu damu inapomwagwa, that is a pure sacrifice. hiyo ni dhabihu safi. Life has already been offered, Uhai umepeanwa, or life has been terminated. ama uhai umemalizwa. So God, knowing this, Kwa hivyo Mungu akijua hili, because he is knowing, omniscient, sababu yeye ni Mungu anayejua zaidi, he knew alijua that there is power in the blood. kwamba kuna nguvu katika He damu. knew there is something in the blood. Alijua kuna kitu katika And damu. so the blood of God, Na kwa hivyo damu ya Mungu which is in Christ Jesus, ambayo iko katika Kristo Yesu, because science has revealed to kwa us, sababu sayansi pia imetuonyesha when a mother is expectant, wakati mama ni mjamzito, it doesn't matter how many months the fetus or the baby stays in the womb of the mother, haijalishi kile kitoto kitakaa tumboni muda gani, the blood in that child, ile damu katika ile mtoto it is not from the mother. haitoki kwa The baba, blood is from the father. damu imetoka kwa baba. Ambia mwenzako, my God is amazing. Ambia jirani, Mungu wangu wa kushangaza. They told me in biology class Waliniambia kwenye darasa la biolojia that the fetus kwamba feeds through the umbilical cord. kile kitoto kinakula kupitia kitovu.
that is connected to the mother, ambacho kimeunganishwa na mama. Everything, kila kitu, even the blood, hata damu, even the whatever, hata kila kitu, everything, kila kitu. But the amazing thing, lakini cha kushangaza, the blood is not from the mother. Damu si ya mama. Ambia mwenzako respect the fathers. Heshimu kina baba. Let's celebrate fathers. Tusherehekee kina baba. And that is why, ndio sababu, when Mary found herself expectant, wakati Mariamu alijiona ni mjamzito, and the Lord instructed Joseph to marry her, Bwana akaagiza Yusufu amuoe. He told her, alimwambia, do not touch her usimguse until she delivers. hadi atakapojifungua. Rest you contaminate ama uende kupea and interfere with what is there. na kuharibu kile kiko pale. Asitoke na ndamu ya Joseph na ya Mungu combined. Atakatukanienda kama ya Yusufu na ya Ngai. And so the angel told Mary, kwa hivyo malaika akamwambia Maria, the Holy Spirit Roho Mtakatifu will come upon you, atakuja juu yako, and the power from on high na nguvu kutoka kwa will aliye juu overshadow you, itakugubika, and right in your womb na pale pale kwenye there tumbo lako will be a formation. patafanyika kitu, Conception will take place. kutashika mimba. That means hiyo ni kusema Jehovah God the Father Jehova Mungu Baba will be the father of the child, ndiye atakuwa baba wa and so mtoto, the child na kwa hivyo mtoto from the word go kutoka siku ya kwanza will carry the blood, atabeba damu, even the blood of Jesus. ambayo ni damu ya Somebody Yesu. say the blood. Damu, Somebody say the blood of Jesus. damu ya Yesu It is from God the Father. imetoka kwa Baba Mungu. Somebody say immaculate blood. Sema damu safi Somebody sana, say pure blood. damu takatifu, Somebody say powerful blood. damu yenye nguvu. And when this blood Wakati damu hii was shed, ilipomwagwa, one of its contents power, moja ya kitu kilicho ndani ya nguvu it was to bring justification. ilikuwa ni kuondoa It mashtaka, was to justify us. ilikuwa ni kutuondolea We were mashtaka. sinners, Tulikuwa wenye but dhambi, this blood lakini was damu to bring justification. ilileta kuhesabiwa So haki. brother Fred, Kwa hivyo ndugu or Fred, Pastor Fred, Pastor Fred can stand before God anaweza simama mbele ya Mungu and worship, na aabudu, not as a foreigner, sio kama mgeni, but a son, lakini kama not mwana, as a shamba boy, sio kama mfanyikazi wa but as a shamba, son. lakini kama mwana. Everybody say, I am justified. Sema nimehesabiwa And I haki. came to declare to somebody here, Nataka nitangazie in the mtu name of Jesus, katika jina la Yesu, because you are justified, sababu umeondolewa mashtaka. even what the Father has, Hata kile baba ako you nacho can have it, unaweza pewa, because you are justified. sababu umeondolewa mashtaka. What you lost, Kile you ulipoteza can get it back. unaweza ukipata Somebody tena. say, I am a son. Sema mimi ni mwana. That is why Ndio sababu when the prodigal son came back, wakati mwana mpotevu alirudi, somebody say the prodigal son, mwana mpotevu somebody say the lost son, when he came back, aliporudi, the father received. baba alimpokea. Do you know why? Unajua ni kwa nini? It's only a man father who can expel a son. Ni baba mwenye wazimu anaweza kufukuza mtoto. Because you see, this is your blood. Unaona, hii ni damu yako, This is your blood. damu yako, This is your blood. damu yako, This is your blood. damu yako. When he saw him come, Alipomwona akija, then and battered, frustrated and broken, amepigika na maisha, akachakaa. the father said, Baba akasema, my son, mwanangu, come. njoo. Embraced him, Akamkumbatia, trusted him, akambariki, gave him the best. kampa kilicho Do you know bora. why? Unajua ni The kwa word nini? used there is the lost son. Neno linalotumiwa pale ni mwana mpotevu. Not just anybody, Si yeyote tu, not a cousin, sio binamu, not somebody else, a son. si mwingine, mwana. Now, this what happens. Hivi ndivyo fanyika. The Bible says all men have sinned, verse 23, and we are fallen short of the glory of God. Ambia mwenzako all men. 23 inasema watu wote wametenda dhambi na Ambia mwenzako kupungukiwa na utukufu wa Mungu. usinilingie hata wewe ulikuwa mwenye dhambi one day. Utekambetelo negwe wale muebia. Ambia mwenzako all have sinned. Wote walikuwa washatenda dhambi. Think is holier than the Holy Spirit. Yule anadhani
mtakatifu kuliko Roho Mtakatifu. All have sinned wote and fall short of the glory of God. Wamepungukiwa na utukufu wa But verses 24. 24. Then a propitiator comes. Lakini mpatanishi akaja. Zakakabalagadosoba. Hallelujah. He pours his blood. Anamwaga damu yake. Through the blood. Kupitia ile damu. We are counted as if we never sinned before. Tunachukuliwa kana kwamba hatujawahi kutenda dhambi. Lift up your hand and say, my Father. Inua mkono sema Baba yangu. Thank you for justifying me. Asante kwa kuniondolea mashtaka. One more time say, my Father. Baba yangu. Thank you for justifying me. Asante kwa kuniondolea mashtaka. And that's why Hebrews 4:16. Ndio sababu Ibrania 4:16 The Bible says, Biblia inasema, having known that, tukishajua hili let us therefore come boldly basi tuje kwa ujasiri to the throne of grace, kwenye kiti cha enzi cha that we may obtain mercy ili tupate rehema and find grace na tupate to neema help in the time of need. ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Having known that, baada ya kutambua let us come boldly. wacha tuje kwa ujasiri. Ambia mwenzako, I am justified. Asema nimeondolewa mashtaka. Ambia mwenzako, when you see me walk shoulders high, ukiona nimetembea mabega yako juu, I'm not proud. si kwamba najivuna. It is because I know ni kwa sababu najua I'm a son mimi ni mwana of a mighty Father. wa Mungu mkuu. And through the blood, kupitia I damu have been justified. nimehesabiwa haki. Hallelujah. Somebody clap your hands and say justification. Piga makofi, sema kuondolewa mashtaka. Makiki manakutu baradozia. Zikuta baradasaya. Okay, point number 2. Point ya pili. I don't want to keep you there for long. Siwaweki sana. But of course, under that point, it's good you capture this. Chini ya ile hoja ni vizuri ushike hii. You can write 1 Peter chapter 1 verse 18 to verse 19. Petero wa kwanza chapter 1 sura ya kwanza 18 and 19. mstari wa 18 na 19. Inasema, knowing that you are not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers. 19. Okay. But with the precious. Somebody say precious. Precious. Somebody say precious. Precious. Everybody shout precious. Precious. Precious blood of Christ. Ya Kristo. As of lamb without blemish. Kama ya mwana kondoo asiye na madoa, asiye na doa. Oh, precious. Precious. Yes, let me hear you. Nothing but one more time, sing. Precious is the fruit that makes me long as no one found I know, nothing but the blood of Jesus. One more time, oh precious. Precious is the fruit that does what? Makes me one last more. Found I go, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Hey! Nothing but the blood. Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. Hey! It's so powerful. Ina nguvu sana. That through this precious flow, kwamba kupitia kutiririka huku kuzuri, that cannot be corrupted, ambako hakuwezi tiwa uchafu mawa, incorruptible blood, ni damu isiyokuwa na
na mawaa, not perishable. Haina uharibifu. Over 2,000 years ago it was sent. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita ilimwagwa. Even today, hata leo, we are enjoying the fruits. Tunafurahia matunda. The power in the kushakabaya. Nguvu katika damu. Randusi kimanam. Number 2. Ya pili. I said I'll do 3 points. I'll list you. Please. Sema nitashughulikia hoja tatu. Through the blood of Jesus, kupitia damu ya Yesu, we enjoy power that leads to forgiveness of sin. Tunafurahia nguvu inayotuletea msamaha wa dhambi. This is a basic teaching here, so powerful that we have sacrificed a whole week to do this teaching. Haya ni mafunzo ya kimsingi lakini yenye nguvu sana, ndipo nikajinyima wiki nzima kutayarisha funzo hili. Many teenagers don't know this stuff. There are born those who got born again the other day. Ukweli wanarika wengi hawajui hivi. Especially from this millennium age, you see people stopped even singing such songs. Oh, manyu. Hata nyimbo zilipotea za damu ya Yesu. No content. Vitu vile viko ndani. Theology. Mafunzo ya kidini. Think about that song. Hebu fikiri kuhusu lile. Oh, precious is her flow that makes me white as snow. There is no higher fount I know, having by the blood of Jesus. The power in the blood of Jesus nguvu katika damu ya Yesu leads to forgiveness of our sins. Inaleta msamaha wa dhambi. Matthew 26 verse 28. Mathayo 26 mstari wa 28. 26 verse 28. 26 mstari wa 28. For this is my blood of the new covenant, the words of Jesus Christ. Kwa sababu hii ni damu yangu ya agano jipya, which is shed for many for the remission of sins. Ambayo imemwagwa kwa ajili ya kuondolewa kwa dhambi ya wengi. Hallelujah. Amen, amen. Through the blood of Jesus, kupitia damu ya Yesu, we enjoy the forgiveness of our sins. Tunafurahia kusamehewa dhambi zetu. That's why anybody can get saved. Ndio sababu yeyote anaweza kuokolewa. No matter what you have done or what you have ever done. Yeyote hajalishi kile umewahi kufanya. No matter who was your grandfather. Haijalishi nani alikuwa babu yako. If you come to Christ, ikiwa utakuja kwa Kristo, chances of being saved are 110 a million times %. Nafasi ya kuokolewa ni asilimia isiyo kipimo. There is no amount of evil in your foundation. Hakuna ukubwa wa dhambi kwenye msingi wako that can negate the potency and the power that's in the blood of Jesus. Ambayo inaweza kuondoa nguvu iliyo kwenye damu ya kukuokoa. Come on, lift up your hands and glorify Jesus. Inua mkono wako mtukuze Yesu. If you are born again and you are in this house, ikiwa umeokoka na uko ndani ya nyumba hii, I want you to wave your hands and say I am forgiven. Punga mkono wako, sema nimesamehewa. Somebody say I am forgiven. Nimesamehewa. Somebody say I am forgiven. Nimesamehewa. Somebody say the power of sin, nguvu ya dhambi, has no power over me. Haina nguvu juu yangu. Sin's power, nguvu ya dhambi, has been neutralized. Imekoseshwa nguvu and paralyzed na ikaharibiwa by the power na nguvu that is in the blood of Jesus. Somebody say the blood of Jesus. Damu ya Yesu. Ephesians 1 verse 7. Waefeso ya kwanza sura 7. Ephesians 1 verse 7. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. The Bible says clearly. Biblia inasema wazi. Ephesians 1 verse 7. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. Somebody say in him. Ndani yake. Everybody shout in him. Katika yeye. Loudly shout in him. Ndani yake. Who is him here? That is Jesus. Hapa yeye ni nani? Somebody say in him Jesus. Katika yeye. We have redemption. Tuna ukombozi. Through his blood. Kwa njia ya damu yake. The forgiveness. Yani msamaha wa dhambi. Of sins. Msamaha wa dhambi. According
sawa to the riches na wingi of his grace. wa neema yake. In him we have redemption. Katika yeye. Now this redemption, huu ukombozi, kana gukora guku. You see, wacha tuongee kitu kani. Gukora guku. Kumekuwa realized. Kuonekanete. Kwa sababu ya damu yake. Nionto wanda kame ya Yesu. Amen. Kushuka paradosima. Hallelujah. Rikete bereguti managadosa. Hallelujah. Let me tell you, I've seen God heal all manner of diseases through what I'm talking about here. Nimeona Bwana akiponya kila aina magonjwa kupitia kila ninachohubiri sasa. It's a supernatural power. Ni nguvu ya kiungu yenye nguvu. It's a supernatural blood. Ni nguvu si ya kawaida. And as I'm speaking right now, napoongea sasa hivi, I've just sensed it in my spirit. Nahisi ndani ya moyo wangu. There are people God is healing as I'm talking right now. Kuna watu Mungu anaponya napoongea. When we are talking about forgiveness of sins, tunapoongea juu ya kusamehewa there are people God is healing right now. Kuna watu Mungu anaponya sasa hivi. You don't have to talk about healing for people to be healed. Hauhitaji kuongea juu ya uponyaji ndio watu wapone. When you are talking about what brings the healing, unapoongea juu ya kile kinaleta uponyaji, healing is already there. Uponyaji uko pale tayari. Be healed. Pona. There is somebody right here kuna mtu wako hapa that you have been having some sharp pain in your lower abdomen. Umekuwa na uchungu kwenye pande ya chini ya tumbo. I declare healing right now by the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. The forgiveness of sins. Number 3, finally. Ya tatu mwisho. Yeah. Finally. Mwisho. You can't miss tomorrow. Uwezi kosa kesho. You can't miss this week. Uwezi kosa wiki hii. Amen. Number 3. Ya tatu. It's good to note this. Vizuri kujua hii. You see, the Lord said this month of April is our month of moving forward. Bwana alisema mwezi huu wa 4 ni mwezi wetu wa kusonga mbele. It's our month of mwezi wa moving forward. Kusonga mbele. But it's good to know this. Vizuri tujue. Dead people cannot move forward. Watu waliokufa hawawezi kusonga mbele. So this blood, kwa hivyo damu hii exempts us inatuepusha from premature death. Inatuepusha na vifo vya mapema. Say amen. So why are you clapping as if you are afraid? Amen. This blood exempts us. It has got power to exempt us. Ina nguvu ya kututenga na from premature death. Vifo vya mapema. And from the wrath of God. Na kutokana na hasira ya Bwana. It's not the first time a world has been hit by such an attack like COVID-19. Si mara ya kwanza ulimwengu kupatikana na pigo kama hili la COVID-19. A global calamity. Shambulizi la kidunia. A worldwide attack. Shambulizi la kimataifa. Such attacks have been there even in the Bible days. Mapigo kama haya yamekuwepo hata siku za Biblia. People of God, people enjoyed exemptions. Lakini watu wa Mungu walifurahia kuepushwa. Now the Bible says in the book of Romans. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi. Romans 5 verse 9. Warumi sura ya 5 mstari wa 9. The Bible says clearly. Biblia inasema wazi. 5 verse 9. Much more than having now been justified. Have you seen again? Justified by his blood. Basi tukisha hesabiwa haki kupitia damu yake, we shall be saved from wrath through him. Tutaokolewa kutokana na hasira kupitia yeye. Much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath. Zaidi ya hayo, tukisha hesabiwa haki kupitia damu yake, tutaweza pia kuokolewa kutokana na ghadhabu kupitia Mungu. Now one of the causes, especially when you see a global attack on a national calamity like locusts, this actually Bible calls all these pestilences, stuff like magonjwa ambayo haina tiba. All those are actually rats. They can be man-made, but God allows them to devour people, especially when people have become so wicked before the eyes of God.
Kila mara unapoona mapigo makubwa, hasa mapigo yanayopiga dunia nzima, magonjwa, mambo kama yale yanatokana na hasira ya Mungu, hata kama yameundwa na binadamu. All these things are predicted, prophesied in the Bible. Mambo haya yote yametabiriwa kwenye Biblia. As we nigh the coming of Christ, tunapokaribia kuja kwa Kristo, when human wickedness increases, wakati uovu wa wanadamu utazidi sana, there will be all manner of calamities, attacks all over. Patakuwa na mambo mabaya, mapigo mabaya kila mahali, to cause people to turn to God through humility. Ili kusababisha watu wamgeukie Mungu kupitia kunyenyekea. When God wanted Israelites to leave Egypt, Mungu alipotaka Waisraeli waondoke Misri, and the king was stubborn, na yule mfalme alikataa, he came up with a plague that was deadly. Ilibidi atengeneze mapigo yalikuwa ya kifo. And all the firstborns of the Egyptians, whether cows, human beings, donkeys, animals, whatever firstborn, every firstborn, and to die. Kila kifungua mimba, kiwe ni mnyama au mwanadamu, kilikufa. But when you read the book of Exodus chapter 12, lakini unaposoma Kutoka sura ya 12, Exodus chapter 12, Kutoka sura ya 12, the Lord God said, Bwana Mungu alisema in verses 13, katika mstari wa 13, when he instructed Moses to come up with some lamb bloods and apply on the doorposts, alipoagiza Musa kutengeneza damu ya mwana kondoo na kupaka kwenye vigingi vya nyumba, which is a typology of Christ Jesus right there, ambayo ni kiwakilishi cha damu ya Yesu Kristo, a type of the blood of Jesus. Thank you. Kiwakilishi cha damu ya Yesu. In verses 13 the Bible says, katika mstari wa 13 sura ya 12, God told Moses, Bwana akamwambia Musa, now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. Sasa damu itakuwa kwenu ishara pale mtakuwa. And when I see the blood, na nitakapoiona damu, I will pass over you. Nitapita. And the plague na lile pigo shall not be on you, alitawapata to destroy you, kuharibu, when I struck the land of Egypt. Nitakapoipiga Misri. I want us to read that verse loudly. Tusome ili andiko kila moja kwa sauti kubwa. Want to go right to read? Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Somebody say exemption. Sema kuepushwa. If God saw ikiwa Mungu aliona the blood of a lamb, damu ya mwana kondoo, which was a shadow, ambao lilikuwa kivuli, which was a shadow, ambao ulikuwa mfano tu. I like the red things you are wearing. Come. Let's celebrate this powerful young man. Thank you, Jesus Christ. Wow. God bless you. You will never be the same again. Your life is taking a U-turn. I don't know your name, but I see something happen in your life. You are destined, son. Your destiny is great. The hand of God will be upon you. You will become a mighty man. Shakiki manakutaba. Lisheke baraduzaya. You see. Now just lift up your hands. What's your name? Edwin. Or lift up your hands. Zakarabagato sikipaya. Zikete baralosia. I pray for you in the name of Jesus Christ, that the Spirit of the living God will help you, because I see God help you become prominent. You are young today, but just mark these words and pray through them, because there is an anointing for prominence. I speak into your life in the name of Jesus.
earth with. No power that will sabotage what God wants to do in your life. Zarika paradosaya. And by the power of the Holy Ghost, I decree a turnaround in your life. Wisdom. Zetia paradosaya. Zekiki paralusubaya. What destroys young lives will never destroy you. I release exemption anointing in the name of Jesus. It is done. Just go. But that's what I'm saying. Before the Holy Spirit led me there. Now, if a sheep blood, if God could see sheep blood on a door kwenye mlango of an Israelite and exempted them from the death and the attacks and the wrath. What about us? In the new covenant, we don't have to have the blood of animals on doors. The real blood, the real blood is in us. You need to believe this, my dear. Exemption is possible. And that's why I declare this in the name of Jesus, that as I end this teaching because of time, that 2021, the attacks of the last days, by the blood of Jesus, you will be exempted. You will be exempted. You that is hearing this word, following online, following here, by the blood of Jesus, I declare exemption. Your children will be exempted. Your people will be exempted. Your mothers will be exempted. Your children preserved. Everybody hearing this, I declare the blood of Jesus over your business, the blood of Jesus over your family, the blood of Jesus over your house. Somebody shout the blood. I want to lift up your voice and shout 7 times. The blood of Jesus is covering me. Number 1, the blood of Jesus is covering me. Number 2, I wish you can use this microphone. Number 3, the blood of Jesus is covering me. Number 4, the blood of Jesus is covering me. Number 5, the blood of Jesus is covering me. Number 6, the blood of Jesus is covering me. Without prolonged, number 7, the blood of Jesus is covering me. Yes, you. Hallelujah. Somebody lay your hand over your head. Hallelujah. Lay your hand over your head. Lay your hand over your head and declare the blood of Jesus cover. Cover, cover, cover. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Somebody pray. These are time to pray. Everybody pray. The blood of Jesus. 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 Cover us. 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 The blood of Jesus. Cover us. The blood of Jesus. Cover us. The blood of Jesus. The blood of Jesus.
Jesus Christ, that brings exemption. That blood covers us. The blood of Jesus Christ, that brings long life. Jesus was the blood of Jesus. 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 Plead the blood over your business, over your family, over your family. The blood of Jesus Christ. The blood of Jesus. The blood. 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 The blood of Jesus. The blood. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus of our businesses. The blood of Jesus of our families. The blood of Jesus of our families. The blood of Jesus of our children. The blood of Jesus. The blood of Jesus. In the name of Jesus. I plead this blood over your mother in the village. Amen. She cannot die prematurely. Amen. I plead this blood over your father in the village. Amen. Or wherever he is. Amen. He cannot die prematurely. Amen. I plead this blood over your relatives, over your people, over you, over your children, over me, over my wife, over my interpreter, over all the pastors here, over everybody. By this blood, economic recycle, whatever recession and the crisis will not touch your family, will not touch your business, will not touch your body. Blood of Jesus. I minister healing now. Watu wanapona magonjwa hapa. Fibroids be healed. H. pylori be healed. All manner of diseases, all manner of virus, by this blood be healed. In the name of Jesus, I heal asthma now. I heal chest congestion. I heal all manner of mental complications. I heal spinal conditions. I heal intestinal issues. I heal all manner of oppression by the blood. By the blood. Shout the blood. Shout the blood. I see people being healed right now. People are being healed. 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 People are being healed by the blood of Jesus. 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 Causing to fear is paralyzed by the blood. Causing to fear is paralyzed by the blood. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus over the nation of Kenya. The blood of Jesus over the Nakanivi County. The blood of Jesus in State House. The blood of Jesus in county and the quarters. The blood of Jesus in Chuka Town. Kandalabagatusa. The spirit of coronavirus, I paralyze you by the blood of Jesus. The spirit of the devil, I
paralyze you by the blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Receive.